Chernobyl, usiku usioisha. Kwa mlipuko huo, jengo zima la mtambo namba 4 lilitetemeka kwa nguvu. Paa la zege lililoimarishwa lenye uzito wa zaidi ya tani 1000 likirushwa hewani. Na milipuko iliyofuata ikaharibu kabisa kiini cha mtambo na kuliacha wazi kabisa. Nguzo kubwa ya moto ililipuka kwenda juu, na vipande vya grafiti yenye mionzi pamoja na chembe za mafuta ya nyuklia vilirushwa angani, huku mionzi isiyoonekana ikienea kila upande na kugeuza hewa yenyewe kuwa hatari. Kuanzia wakati huo, mtambo namba 4 uliendelea kuwaka katika hali iliyo nje ya udhibiti. Huo haukuwa moto tu, na ndani ya miali hiyo kulikuwa pia na vitu vya mauti ambavyo macho ya mwanadamu hayawezi kuona. Katika Pripyat, kilomita 3 tu kutoka eneo la mlipuko, maelfu ya watoto walikuwa wamelala kwa amani, na familia ziliamini kwamba kesho pia ingeleta siku ya kawaida. Lakini wakati huo huo, wingu la mionzi lenye mauti lilikuwa likisogea kimya kimya kuelekea mji, pamoja na upepo na kifo kisichoonekana, kisicho na sauti wala harufu, kilikuwa kinakaribia kama upepo wenyewe. Mji mzima ulikuwa umelala bila kujua chochote. Na ukimya huo muda mfupi baadaye ukawa ukweli, ukianza kutua juu ya maisha ya watu bila onyo lolote. Mara tu baada ya mlipuko, wazima moto na wafanyakazi wa kituo walikimbilia eneo la tukio ili kuzima moto. Walizani ulikuwa moto au kawaida au kiwandani, na hata hawakuelewa kikamilifu maana ya hatari ya mionzi. Bila vifaa vya kujikinga, wazima moto waliinua na kutupa vipande vya grafiti vilivyokuwa vinawaka kwa mikono yao mitupu. Na ingawa walikaa hapo kwa dakika chache tu, dakika hizo zikawa muda uliopanga hatima yao kwa maisha yote. Katika muda huo mfupi, kiasi cha mionzi chenye mauti kilifyonzwa ndani ya miili yao. Bila kutambua, walikuwa tayari wamevuka mstari ambao usingeweza tena kufutwa. Mzima moto mmoja aliyekuwa ameungua vibaya aliinua macho yake angani kwa maumivu, na juu ya mtambo uliolipuka kulikuwa na mwanga wa ajabu wa zambarau uliokuwa ukienea usiku mzima. Alinong'ona kwamba ulikuwa mzuri, lakini huo ulikuwa ni mionzi ya Cherenkov iliyotokea wakati mionzi kali sana ilipokutana na hewa, tukio ambalo ndani yake kifo kilijifunua katika umbo la mwanga. Wengi wa wale waliouona mwanga huo walikufa ndani ya siku chache kwa mateso ya kutisha. Uzuri wa wakati huo kwa kweli ulikuwa ni udanganyifu wa mwisho uliotupwa juu ya maisha, na rangi ya hofu ambayo wanadamu hawakuwa wameijua kabla.